Mtazamaji wa DTV, leo tumekuja kwa bibi yetu ambaye huyu ni kipofu ambaye tunamjengea nyumba yake, lakini tunashukuru watu wote ambao waliendelea kutoa support yao kwa ajili tu ya kuweza kumsaidia bibi yetu, lakini hapa ndipo ambapo tumefikia. Lakini mafundi wameishia ujenzi hapa ni kutokana na nguvu ya michango imekuwa ndogo sana. Mpaka hapa iseni nilipambana sana kuwafuata watu, baadhi ya watu kwenye inbox kuwaomba michango kwa ajili ya kuweza kusupport, nitumia watu mbalimbali link hizi kwa ajili ya kuweza kusupport, lakini nashukuru wale ambao waliitikia wakaweza kunisupport. Hii yote baada ya kuona nguvu ya michango kupitia YouTube ilikuwa ni ndogo sana. Lakini pia mafundi kama unaona wamejenga hapa, ina maana mpaka sasa hivi tungekuwa tuna ile nguvu ya michango, naamini nyumba yetu hii tungekuwa tayari tushaimaliza na bibi yuko kwenye nyumba yake. Lakini pia tumekwama kuendelea na ujenzi kutokana tuna nguvu ya michango imezidi kuwa ndogo. Kuna watu ambao waliniambia bwana Fabi tengeneza sebule na choo, lakini nimeshindwa kutengeneza hivyo kutokana tu na hali ya pesa ambayo imekuwa ni ndogo, lakini pia uchangiaji umekuwa mdogo sana. Lakini pia watu wengine wakaniambia Fabi ungejenga kwa upande huu ungekuwa ni vizuri sana, lakini pia nimeshindwa kujenga kutokana na hali ya uchangiaji umekuwa mdogo. Kama unaona hii hapa ni sebule, lakini pia ukitoka kwenye sebule unaingia humu ni chumbani. Kwa ina maana nimejenga chumba na sebule ambacho naamini kwa bibi yetu huyu anaweza kukaa kwenye hiki chumba. Hiki chumba bwana nimekipa madirisha matatu. Kina dirisha la upande huu wa chumbani kutakuwa kuna dirisha moja, lakini sebuleni kutakuwa kuna madirisha mawili kwa sababu tu ya kuweza kuendelea kumpa hewa bibi yetu huyu ambaye anakaa hapa, hewa nzuri ziingie ndani kutokana na maisha ambayo alikuwa anaishi chumbani kwake. Kama mliona chumbani kwake kulikuwa kuna giza kweli. Kwa hiyo na maana huku nataka tu kama Mwenyezi Mungu akiweka wepesi, lakini pia kwa nguvu zenu za michango tukiweza kuchangia kwa ajili tu ya kuwezesha kumalizia hii nyumba, basi tuhakikishe nyumba hii inakuwa na mwanga. Japo bibi yetu haoni, lakini pia mwanga wa asilia ni mzuri sana. Kidogo unaweza kumpa nuru, lakini pia ukampa faraja bibi yetu huyu. Kwa hiyo ndugu zangu wana DTV, mimi nawasihi sana tuendelee kumsupport bibi yetu huyu, tusimtupe, tuendelee kuchangia chochote kile ambacho tunaweza kumsaidia kumchangia bibi yetu huyu. Lakini hali ya nyumba yake mnaiona, hii ndio nyumba ambayo anaishi sasa hivi bibi yetu huyu. Kwa jitihada zetu sisi ambao tukiweza tunaweza tukamfanikisha bibi kumuondoa hapa tukamweka hapa kwenye nyumba nzuri ambao pia anafaa kukaa binadamu mwingine yote, kwa sababu mazingira ambayo anaishi nayo bibi kwenye hii nyumba yake ya sasa hivi si mazingira mazuri ambao sisi tukaguswa tukasema sasa ni wakati wa sisi hapa kujitolea na kuweza kujifanikisha kuweza kumwezesha bibi yetu kupata nyumba yake nzuri. Lakini choo hiki hapa bibi ataendelea kutumia choo chake hiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna uwezo tena wa kujenga choo pale kutokana na nguvu ya michango imekuwa ndogo sana. Kwa hiyo tutakiacha choo chake cha bibi akitumia hicho. Lakini nyumba yake kama mnayoona, mvua yake, jua lake, hapo ndo bibi yetu anapikia. Lakini pia nitaenda kuonesha ndani jinsi gani kulivyo, na kila siku nazidi kuwakumbusha kuonesha ndani jinsi gani kulivyo, imradi tu binadamu wengine ambao hawajaona, lakini pia watu wengine ambao wanatamani kutoa msaada hawajaona waweze kuona hali halisi ya bibi yetu anapoishi. Ukiangalia haya ndo maisha ambayo bibi yetu anaishi humu ndani, na najaribu kila siku kuonesha humu ndani mradi muweze kuona uhalisia wa maisha ambayo bibi yetu anaishi. Hiki ndo kibanda chake ambapo anaishi bibi, na humu ndani ni giza. Ukiangalia hapa ndo mlangoni, lakini hapa mara nyingi sana ndo anasema mvua ikinyesha panavuja kupitiki. Angalia maisha ambayo anaishi humu ndani bibi yetu. Angalia hiki ni kitanda chake, na hiki kitanda ni double decker ambacho huku juu ameweka baadhi ya vitu vyake. Lakini pia angalia hapa ndio ambapo analala. Angalia aina godoro lake ambalo analalia bibi yetu. Ni maisha ni magumu. Anahitaji sana support yetu sisi. Tukiguswa na jambo hili tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kumsaidia bibi yetu huyu, lakini pia kuweza kufanikisha kumalizia nyumba yake ile ambayo tumeanzisha sasa hivi. Nguvu ya michango ni ndogo sana ndugu zetu, tu support kwa pamoja kwa ajili tuweza kumsaidia bibi yetu huyu aweze kupata chochote kitu ambacho anaweza kumsaidia bibi yetu huyu kwa ajili ya kumaliza nyumba yake. Mazingira ambayo anaishi hayafai kabisa. Humu ndani anaishi na wadudu, lakini pia ni kipofu, hawezi kuona. Humu ndani ni giza. Mimi nimejaribu kuwasha tu taa hii tochi yangu ya simu ambayo nachukua hapo, lakini pia bado kunaonesha ni giza. Hali ni tete. Kama unaona matobo kila sehemu. Hakustahili kabisa kuishi binadamu, lakini hana jinsi. Bibi ndo anaishi hapa kutokana na hali na uduni wa maisha yake. Hana jinsi, anaendelea kuishi hapa kila siku. Kwa hiyo
tukaguswa tukasema sasa tunatakiwa tuanzishe ujenzi wa nyumba yake ambayo inaweza kufanikisha kujenga chumba kimoja na sebule ambacho bibi yetu anaweza akakaa akaendelea kuishi na mjukuu wake. Kwa hiyo watu wote ambao wanatusupport, najaribu kuonesha mazingira yake bibi yetu, mradi tu muweze kuendelea kumsupport, lakini pia kwa wale watu ambao wako hawajajua mazingira yake waweze kuyajua leo hii. Najaribu kuwatembeza kwa bibi muweze kuona mazingira yake, lakini pia nawapitisha huku kwa nyuma muweze kuiona uhalisia wa nyumba jinsi ilivyo. Unaona nyumba hapa jinsi ilivyo, unaiona mafundi wetu wameshafunga mkanda, lakini pia huko juu bado kufunga tu lenta juu huko, lakini tukifunga huko lenta juu, lakini pia tunapiga ile tofali 3 juu, nyumba yetu itaenda hewani, itakuwa nzuri. Lakini kwa sasa tumesimamisha ujenzi. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya michango imekuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo ndugu zangu wana DTV, tuendelee kumsupport bibi yetu. Choo chake hiki hapo. Najaribu kuonesha choo chake jinsi kilivyo. Bibi yetu anatumia hapa. Kidogo mashallah nakiona ndani hakitishi sana. Ni kizuri, lakini pia kwa hali ya bibi hii basi tungepata labda tukutengenezea choo kingine kitakuwa ni vizuri. Bibi yetu umemwona yule pale amekaa, lakini pia amefurahi sana kuona ujenzi wa nyumba yake unaendelea, na aliniambia tangia nilipokuja mimi, akaniambia Daisen, nafurahi sana kuona hapa hata mlipoanzia ni sehemu nzuri sana, sikutegemea kama mtafikia hapa. Lakini pia nawashukuru kwa watu wote ambao waliendelea kutusupport, lakini pia kutushika mkono kuanzia pale ambapo nyie mmeanza, lakini pia mkafikia hapa. Changamoto kidogo tulikosa changamoto ya sauti, ilipata hitilafu. Kwa hiyo kwa hapa nasimulia tu kwa the way ambavyo tulikuwa tunaongea na bibi yetu. Alitoa shukrani kwa wale wote ambao waliendelea kusupport, kutoa mchango, lakini pia aliwakumbusha watu wote ambao wanaendelea kutolea mchango kuhusu ujenzi wake wa nyumba. Aliwaambia sisitizeni, naombeni muendelee kutusupport. Lakini pia nilikuwa namuuliza kuhusu masuala ya kitambaa chake ambacho amefunga hapo juu. Nikamwambia bibi, mbona hicho kitambaa chako kinaonekana ni kichafu sana, kwa nini unavaa kitambaa hicho? Akasema mimi na kitambaa changu ni hiki kimoja, sina kitambaa kingine, ndio hiki ambacho nakitegemea, na ambacho pia ni kizuri, ambacho kinaweza kufunika mpaka nywele zangu zote, kwa sababu mimi sipendi nywele zangu zionekane. Kwa hiyo nikamwambia basi hakuna shida, nikipata wasaa siku nyingine nitakuletea kitambaa kizuri ambacho unaweza ukakivaa kikaonekana ni kizuri. Lakini pia bibi yetu inaonesha na uhaba wa nguo, maana mara nyingi sana huwa anamkuta kanga hizi mara nyingi wanazirudia, au nguo hiyo ambayo anakuja naivaa naonaga na nguo ile ambayo anakuja naivaga siku nyingine nikimkuta anavaa gauni lile. Kwa hiyo inaonesha bibi yetu pia na uhaba wa nguo. Kwa wale ambao labda wana nguo, waweza kaniambia Fabi, hebu chukua nguo hii mpelekee bibi yetu hii, ambayo inaweza kumwezesha yeye akavaa akaonekana tena smart. Lakini pia viatu, bibi ana uhaba, inaonesha bibi ana uhaba wa viatu. Kwa hiyo tuendelee kumsupport bibi yetu. Lakini pia aliomba sana kwa watu wote ambao wanaendelea kusupport kwa ajili ya nyumba yake, waendelee kumsupport bibi yetu huyu, kwa sababu yeye hana msaada mwingine anaotegemea zaidi yetu sisi hapa. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kwa ajili tu ya kuweza kumsupport bibi yetu huyu. Ndugu zangu, ujenzi tumeusimamisha kwa sasa hivi kwa sababu tu ya kuona michango imekuwa kupungua, imezidi kupungua kila siku. Kwa hiyo ina maana tukaamua tusimamishe ujenzi. Kumbuka mjenzi ambaye anajenga nyumba hii anadai shilingi 300,000 ili aweze kumalizia ujenzi wake. Lakini hapo pia kunahitajika matofali, lakini pia kunahitajika simenti, lakini pia kunahitajika nondo. Mchanga tulinunua tena, awamu ya pili tulinunua mchanga, lakini pia kunahitajika kwa ajili ya maji. Hapo nyumbani maji kupatikana ni shida. Kwa hiyo ina maana hapo kikubwa kokoto ipo, mchanga upo. Kinachohitajika sana ni matofali, kunahitajika pia na nondo ambazo zinaweza kuwezesha kufunika pale juu, lakini pia kufunga mkanda. Lakini pia kunahitajika shilingi 300,000 za fundi wetu huyu ambaye tunaweza tukamalizia akamaliza hapo ujenzi. Tunashindwa kuendelea kwa sababu gani? Hatua iliyobaki hapa ni kumalizia ujenzi hapo. Haya, tukienda kumalizia tutamlipa nini fundi wakati kamaliza kujenzi? Kwa ina maana tuungane kwa pamoja kwa ajili tu ya kuweza kumsupport bibi yetu huyu, lakini pia tuweze kumsaidia bibi yetu mbali aweze kutimiza malengo yake. Ni mtu mwenye furaha, ni mtu mwenye upendo, na anatamani sana siku moja kuja kuingia katika nyumba yake. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja ndugu zangu, mwenye 1,000, mwenye 2,000, mwenye 3,000, mwenye 4,000, mwenye 5,000, mwenye 10,000, mwenye 100,000, mwenye kusema bwana Fabi, mimi jambo hili
nitalimalizia mimi mwenyewe, naomba nilimalizie, basi itakuwa jambo la kheri. Tutakuelekeza sehemu ambayo ipo, utaenda basi utaangalia unaweza kulimalizia jambo hili la bibi, mradi bibi aweze kukaa kwenye makazi yake mazuri. Kwa hiyo tunaomba ndugu zangu wote ambao mna support na ambao mnatazama kupitia DTV, usiishie tu kutazama, buku lako inaweza kuwa kubwa sana kwa ajili ya kumsaidia bibi yetu kwa ajili ya kumaliza ujenzi wake. Hey, vipi? Hey. Ngoja kwanza. Salamu alaykum. Shikamoo. Marhaba, mzima? Mzima. Wewe Fei, afu mbona Fei wewe mbona mjanja sana? Fei. Wewe mbona mjanja sana? Fei, umeona nani imekamilika hiyo? Hiyo nyumba imekamilika au bado? Tayari. Hivi unaweza kulala? Unaweza kulala wewe, nyumba kinyesi. Bado nini? Mbao na bati. Mbao na bati. Mbao ndo nini? Ndo milango. Ndo bado. Unawaambia nini watu wote ambao wanamsupport bibi yako? Asante. Shukuru. Unawashukuru. Waendelee kumsupport bibi, si ndio? Nenda zako kacheze. Mtazamaji wa DTV, huyo ni mjukuu wa bibi Fei hapo. Nadhani mara mwisho nilikuja hapa alikopo kidogo analia, sijui alikosana na nani, sijui nani alimkosea, ila ndio hivyo nimkuta analia. Haya basi bibi, mimi bwana nilikuja kukuona, lakini pia nilikuja kuwajulisha watu hali ya ujenzi inavyoendelea, imradi siku nyingine tuweze kujua tunafanya nini, imradi tuendelee na nini na ujenzi huu. Unawaambia nini watu wote hapa? Nashukuru ile waendelee kunisapoti, waendelee kuniletea kila kitu, waendelee kunichangia nimalize nyumba yangu. Haya sawa, mtazamaji wa DTV, tumemaliza kuongea na bibi, lakini kama tofali ambazo mnaona zile pale, zile ndio tofali ambazo zimebakia, lakini mchanga I think mchanga hupo, tunaweza tukamalizia juu, niliongeza mchanga mwingine tena gari moja. Ule wa kwanza uliisha, lakini kokoto sikuweza kuongeza, kokoto zile zinatosha, ila mchanga ndo niliongeza. Kwa hiyo mchanga huu utatusaidia kumaliza mpaka kule juu. Kokoto zipo naweza kumalizia kule juu, lakini hapa cha kwanza ni tofali, kipili nondo, lakini pia cha tatu tumalizie pesa ya fundi ambaye anatudai. Fundi bwana niliagana naye ni shilingi 500,000, lakini fundi nimempa 200,000 mpaka leo sikumpa. Kwa maana nikamwambia fundi, hebu naomba univumilie, nikipata hela nitakupa. Kwa maana tunatakiwa tutafute 300,000 ya fundi, lakini pia tuongeze vifaa vingine kwa ajili ya fundi kumalizia huko. Kwa maana fundi akimaliza akifunga kule mkanda juu, nampa 300,000 yake, tunaanza tena upya kutafuta pesa kwa ajili ya kuweka juu mabati, lakini pia kutafuta kenchi hivyo, lakini pia kutafuta milango ndani, kutafuta pia madirisha. Kwa hiyo nguvu yenu ndio itafanya sisi tuweze kufanikisha ujenzi wa bibi yetu huyu na kuweza kumkabidhi nyumba yake. Na kupitia DTV naitwa Fabian Kisaka. Until next time.